man tajibu. Thalithan, nchi ya tatu, ala man tajibu, ni juu ya nani inawajibika hiyo zakatul fitri. Ala man tajib, inawajibika hiyo zakatul fitri kwa nani? Sheikh anasema sadaqatul fitri sadaqatu badanin. Sadaqatul fitri ni sadaqa ya kiwiliwili, mutaalliqatun bikulli badanin, ni yenye kufungamana zaka hii au sadaqa hii kwa kila kiwiliwili, min abdanil muslimin, kutokana na viwiliwili vya waislamu. Sigharan, ni mamoja hawa waislamu ni wadogo, wa kibaran, na ni wakubwa na wakubwa, dhukuran, ni wanaume, wa inathan, na wanawake, ahraran wa abida, wawe ni waungwana wako huru au ni watumwa. Wa hiya wajibatun ala kulli muslim, na hiyo ni zaka ya wajib ya kila muislamu. Sadaqatul fitri sadaqatu badanin, sadaqa ya fitri ni sadaqa ya wajib, ni sadaqa ya kiwiliwili, mutaalliqatun bikulli badanin, yenye kufungamana, yenye kuambatana zaka hii na kila kiwiliwili, min abdanil muslimin, kutokana na viwiliwili vya waislamu au miili ya waislamu. Sigharan wa kibaran, wadogo na wakubwa, dhukuran wa inathan, wanaume na wanawake, ahraran wa abida, waliohuru na watumwa. Wa hiya wajibatun ala kulli muslim, na hiyo ni zaka ya wajib, ni sadaqa ya wajib ya kila muislamu, kama alivyowajibisha Mtume alayhi wasallam. Masahaba naeleza haya, lakini muda kutaja adilla umetubana sana. طيب, masala ya 4, dalilu wujubiha, dalili ya kuwajibika kwake. Kwa hiyo hapa hakuna anayenusurika kuwajibikiwa na zakatul fitri, awe ni mdogo ana mwaka mmoja au amezaliwa leo, awe ni mkubwa, hata kama ana mvi anawajibika kutoa zakatul fitri, awe ni mwanaume awe ni mwanamke, awe huru awe mtumwa, ni wajib atolewe zakatul fitri. Wewe baba, hakikisha unatoa zakatul fitri, hilo ni jambo la wajib, hauna ukhiari katika hilo. Maana wengi katika waislamu wanakupia kufunga, lakini masala ya zakatul fitri jambo la wajib kabisa wanalizembea. Tena usione maajabu, baba ana pupa ya hali ya juu kuandaa sikukuu za watoto wake, lakini hana pupa ya kuandaa nini? Zakatul fitri. Wakati kuwavesha watoto wake hao katika siku ya Eid ni sunna, lakini zakatul fitri ni wajib. Hada min aghrab min a'jab al-ujab li ahli zamani. Haya katika miongoni mwa mambo ya maajabu walionayo watu wa zama zetu hizi. Muislamu anapupa ya kuandaa mazingira mazuri siku ya Eid, watoto wake wacheze wafurahi, na akawasafirisha wakaenda mjini wapi, lakini zakatul fitri hajatoa. Nini? Mimi sina uwezo. Mbona umepata uwezo wa kununulia nguo watoto wako? Hili ni jambo la wajibu, kulipi ihtimamu. Halafu jambo ambalo la sunna, ile siku ya Eid wewe kuwavisha watoto wako vizuri ni sunna, si wajibu. Halafu lile walipa ihtimamu ya hali ya juu, hili la zakatul fitri hauna mpango nalo. Na Waislamu tayari wameshazoea, Waislamu wa zama zetu hizi washazoea, hawana ihtimamu, hawatilii mkazo zakatul fitri. Yeye anafunga mwezi wa Ramadhani tarehe 1 tarehe 2, wala hana habari kwamba kuna zakatul fitri, hafanyi maandalizi. Kwa hiyo kuna haja ya kuzinduka na kuamka katika hili, kwa sababu ni jambo la wajibu, amewajibisha Mtume alayhi salatu wassalam. Dalilu wujubiha, dalili ya kuwajibika kwake, ma rawahu ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, ni hadithi ambayo ameipokea Ibn Umar, Allah amridhie na baba yake. Qala, amesema Ibn Umar, farada Rasulullah sallallahu alayhi wasallam,
alifaradhisha au amefaradhisha mtume alayhi wasallam zakata alfitri, zaka ya kufuturu. Amewajibisha mtume alayhi wasallam zakata alfitri, zaka ya kufuturu, ni zaka inayotolewa baada ya kufuturu, ile siku ya kufuturu. Min ramadhana, kutokana na mwezi wa Ramadhan, sa'an, pishi moja, min tamrin, kutokana na tende, au sa'an min sha'irin, au pishi moja kutokana na shairi. Ala al-abdi, itolewe juu ya nani? Mtumwa. Wal hurri, na aliyehuru. Wal dhakari, na mwanaume. Wal untha, na nani? Mwanamke. Was-saghiri wal kabiri min al-muslimin, na aliyemdogo na aliyemkubwa katika Waislamu. Angalia hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam au Ibn Umar katika hayo maelezo aliyochukua kutoka kwa Mtume alayhi wasallam, Mtume ameanza kuwataja na wale ambao ni adhafu al-khalq, wale viumbe madhaifu katika kuwajibikiwa hiyo zakatul fitr, kwamba ni jambo la wajib kutolewa pishi moja ala al-abd, juu ya mtumwa, usije ukamnyanyapaa lazima huyu si mtumwa tu bwana, hebu nisimtolee mfano wake. Huyo mtumwa huyo, awe mtumwa awe huru, ni wajibu kumtolea zakatul fitr. Kwa hiyo usije ukamdharau mtoto mdogo mwenye mwaka mmoja aliye nyumbani kwako, huyu si mtoto tu bwana, ni wajibu wewe wako mtolee huyo. Si ukasema huyu ni mtoto mdogo tu, hakuna ubaya. Na watu wengi wanafanya hicho kitu, hawatoi zaka au hawatolei zakatul fitr watoto wao eti kwa sababu ni wadogo. Hii katika makosa. Ni wajibu, wewe umewajibishiwa, kwa sababu yeye awajibishiwe hivi zakatul fitr wakati hajui kutafuta, hajui nini. Lakini Mtume amesema ni wajibu atoe zakatul fitr, na wewe baba unatakiwa umtolee. Tayib, watu tunakimbia majukumu katika dini yetu, tusikimbie majukumu yetu. Hayo ni majukumu tumewekewa. Wakati tunazaa tulikuwa tunajua kwamba tukishazaa kuna hili na hili na hili na hili na hili. Kwa hili ni jukumu lako maadamu una mtoto au na watoto, hata kama akawa 20, ni wajibu kutoa zakatul fitr wote maadamu hawajiwezi. Labda wale ambao wameshajiweza tayari, hawa watajitolea wenyewe, lakini unao watoto 5, 10, 8, wote toa zakatul fitr. Pishi ngapi? Pishi moja, ambapo pishi moja ni sawa sawa na kilo 2.5. Baadhi ya ahli ilmu wanasema takriban kilo 3, kilo 2.5 au kilo ngapi? Kilo 3. Baadhi ya ahli ilmu wanasema kilo 3, lakini alghalib jambo ambalo liko mara nyingi kwa ahli ilmu wanasema kilo 2.5. Kwa hiyo fanya kilo 2.5 mara 5, utapata idadi ya mchele au chakula ambacho wewe watakikana kutoa zakatul fitri. Mko watatu ndani ya nyumba, fanya 2.5, zidisha tu mara 3. 3 mara 5 15, tunabakiwa na moja. 3 mara 2 6, na ile moja 7. Kwa hiyo mko watatu utatoa kilo 7.5. Familia ina watu watatu, basi baba anatakiwa anunue chakula kilo 7 na ngapi? Na nusu, akatoe zakatul fitri. Mko watano utachukua 2.5 mara 5. 5 mara 5 25, weka 5, inabaki na 2. 5 mara 2 10, na ile ngapi? 2, inakuwa 10 na ngapi? Unapata kilo 12 na nusu. Hiyo familia watu wangapi? Watano. Nunua kilo 12 na nusu, acha uvivu, kanunua kilo 12 na nusu, toa zakatul fitr. Hilo ni jambo la wajibu, kwa sababu imekuja kwa faradha, amefaradhisha nani? Mtume Muhammad alayhi wasallam, alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, mtume ambaye haneni kwa matamanio yake, bali anachokinena ni wahi uliotoka kwa Allah tabaraka wa taala. Tayib,